If you give a little more than you take, and if you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak, if you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you wanna see, if you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. There's a place up there for people like you. Kwa majina naitwa Chris Odori Mugoma. Mimi ni mtoto wa tatu wa mama Mary Wanjiko Mugoma. Mama alituacha mnamo tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2021. Ilikuwa kifo cha ghafla. Tulikuwa na yeye, alikuwa mcheshi, akatuandalia chakula cha jioni. Bahati mbaya tukampata asubuhi ameaga, hakugonjeka. Ilikuwa huzuni, lakini hatuna cha kufanya, ni kukubali. Mama ametulea kama watoto 11. Yeye ndiye alikuwa mama, yeye ndiye alikuwa baba. Ametutoa kutoka utotoni, akatupeleka shule, tukasoma kwa bidii yake. Tumepitia mambo mingi sana ndio tukafika pahali tuko, kwa sababu ya ujasiri wake na kujitoa kama mwanaume na kama mwanamke mmoja. Mama alikuwa mlezi, alitusaidia kwa njia zote zile. Tukishindwa alitupatia mawaidha, na tutamkosa sana. Kukosa ule mtu mwenye amekuwa ni kama kipaji kwako, chochote unafanya anakuelekeza. Anaposikia umeenda njia mbaya anakuita, mnashauriana na ana make sure uko kwa the right path. Tutamiss, na sisi kama wanao hatuna kingine, lakini ni kushukuru kwa hiyo wakati tumekuwa naye,
kwa yeye kuwa mzazi wetu. Sidhani kama anaweza pata mama mwingine kama Mama Mary. Kifo chake kilitushtua sana, but ilikuwa mpango ya Mungu na sisi hatuwezi kosoa. Kwa siku 40 tangu tumzike mama, kuna vitu mingi tumeanza kuona kwa maisha ni ngumu kukaa bila mama. Tulikuwa kama tunakuja tunapiga mama, tunarudi anatuandalia, tukikuja tunapata mtu wa kutukaribisha. Saa hii ukirudi hakuna mtu wa kukukaribisha, na kitu tunaweza omba tu mama anapoenda aende na furaha. Atapata watangulizi wake huko, baba Julius Mugoma ako huko, mama Rosa Ngaya ako huko, na sisi tunamwombea na tunajua yeye pia anatuombea. Si kitu tumefanya sasa leo ni kukubali kweli mama ameenda na kumwachilia aende kwa uzuri, ndio pia roho yake iende kwa furaha. Lakini zile vitu alitufunza kwa maisha tutazingatia na tutafuatilia mwenendo zake. She was a role model in the community, and the only thing we can do is to hold on her virtues. Na kwa hiyo nasema ni asante. Nashukuru wale watu wametusaidia, nashukuru kwa siku tumekuwa naye na kumwachia Maulana. Asanteni. Thank you. I'm John Onyango Mugoma. Some people call me Amarachi. My late mom was a good friend to me, and I remember when my dad and mom died in 1995. I was one of her favorite son. I was her assistant shopkeeper. We used to go to the market. I used to look after the shop. We used to do business with her. That is, we used to prepare linka changa, sell it, then you get school fees. We used to sell what we call skarunguru in the market, get school fees. We used to go to farm, tunalima mahindi, alafu tuna prepare, tunasaidia kutengeneza school fees. Mamangu ndiye alifanya nikafika mahali nipo, kwa sababu nakumbuka kuna wakati yeye ndiye alinilazimisha kurudi shuleni, na akasema yeye akona matumaini kwangu, na hiyo ilinipatia nguvu. It gave me a lot of energy and positive thinking. He made me to go to the university, and then even after the university encouraged me to be positive, and that's how I came to be where I am. After her death, life looks to be difficult because we used to see her hapa nyumbani. Every time we come, we knew that we have somebody that will look after us. I remember last December when we were here up to January with her. That time I had a bad leg, and every morning she used to check on me. She knew I don't eat meat. Every time she would ask me what am I eating. She knew I don't take milk tea. She could ask me, do I bring you the black tea? So I think we will miss her big, but we pray that God give us comfort. We pray that God give us strength, and above all, I want to thank everybody who have helped us in this journey. Our friends, our colleagues, family, and everybody for your prayers. We pray that her soul may rest in eternal peace, and that we'll get strength to continue living without her, and to accept the will of God in everything that happens. Thank you, and God bless you. Majina naitwa Andrew David Mugoma. Ningependa kusema hivi, before nisema chochote, God is good every time, and every time God is good. Mama alikuwa mama mpendwa sana, na ni mama alikuwa ananikaribisha nikitoka Nairobi. Nikifika hapa ananiambia, vijana umefika? Nasema nimefika, na hivyo moja kwa moja mama ataniambia kuku iko hapa, hii ni kuku yako. Na mimi nitamwambia mama, ngoja kwanza tuende tuuze maziwa. Ningebeba mama kwa gari yangu, tunaenda naye mpaka Murumba, tunauza maziwa, tunarudi. Kwa hivyo ningependa kusema kuna wimbo napenda inaitwa, imeimbwa na Anoit Amani.
anayetamani anasema mama sukuma mtoto. Na kwa hivyo ningesema wakati Cecily Wanjiru aliambiwa sukuma, alisukuma shujaa, na hiyo shujaa aliitwa Mary Wanjiku, na baadaye kwa ujana wake akakuja mpaka kaoleka na akapata jina Mugoma. Mama survived her husband for 27 years. Kwa hiyo 27 years mama changed our life totally and for better. My mother was a noble woman. Nikisoma Psalm 31, is a woman, a noble woman who is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. He speaks wisdom and faith. Instruction is on her tongue. He watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Many women do not do noble things, but my mom surpassed all. Also in Proverbs 12:4 and Proverbs 31 speaks about my mom. My mom was an extraordinary woman. Catering for 11 kids was not an easy. After losing my mom, life has been difficult for me. When I think about it, tears are rolling over my cheeks every day. I came after 40 days of the burial of my mom. Nobody received me. I'm now feeling the pain again of losing my mom. I don't have much to say, but fare thee well, my mother. Thank you. Asante sana, nashukuru kila mmoja. Mimi naitwa Mugoma Peter, mtoto wa mama. Mama tumekuwa na yeye vizuri. Yeye ndiye alitulea baada ya mama yangu mzazi, baba kufariki wakifuatana. My real mom died in 1995. Mzee ndiye alitangulia 1994. Kutoka hapo mama Mary alichukua usukani. Alitulea jinsi ambavyo ilistahili. Alitupeleka shule. Kazi alituonyesha kazi mbalimbali, iwe ni kwenda shamba, iwe ni kuangalia mifugo. Hiyo ni kazi yote ambayo alitufundisha. Biashara angetuachia duka kulinda wakati ametoka. Kwa hivyo alikuwa ni mama wa bidii na alitufundisha kufanya kazi kwa bidii. Mama kufariki ilikuwa ni mshtuko, sababu hakuwa mgonjwa, ilikuja ghafla. Na hata hivyo nakumbuka vizuri sana, mimi ndo nilikuwa mgonjwa, nikashindwa kwenda kazi. Yeye ndiye alikuwa ananishughulikia hapa kutoka asubuhi mpaka jioni for around 2 days, but it was shocking. Tulipoamka asubuhi ya tarehe 27, ilikuwa ni mwezi wa mosi, tulipopata kwamba mama ametuacha. Lakini yote tunamshukuru Mungu, ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Alikuwa ni nguzo, baada ya hapo imekuwa ni ngumu, sababu alikuwa ameshikilia pakubwa. By the way, tungekuwa huko nje tungejua kwamba kila kitu inaendelea sawa sawa, inaendelea vizuri. Kama ingekuwa mahali pa kuuliza, basi angekupigia simu aulize na ufanye vizuri. Kwa hivyo kazi imekuwa ni ngumu. Ndio nimekuja kugundua kwamba ile kazi ambayo mama alikuwa anaifanya, bila shaka ilikuwa ni kazi ngumu. To manage this home
inaonekana kama ndogo, lakini ni kazi kubwa. Kuna ng'ombe hapa ambao wanastahili kuangalia boma iko namna gani na hizo kazi nyingine. Kwa hivyo unapata ni kazi kubwa kabisa. Kila ambacho naweza kuhimiza ndugu zangu ni kwamba tupate kushirikiana, wakati wowote tuwasiliane, kuhakikisha kwamba kila kitu iko sawa sawa. Ule upendo, ile amani mama aliwacha, basi tuiendeleze. Wakubwa wangu na wahimiza sana, tufanye pamoja. Jambo likiwa lolote ambalo linastahili kushughulikiwa, basi tuwe na ile wepesi wa kushirikiana na kufanya. Najua pia alikuwa na wajukuu ambao wangali, sisi ni watu wazima, wawe wajukuu wa wavulana, wasichana, pia tunastahili kuangalia kwamba wamefika kiwango gani. Ile kitu mama alikuwa anapenda ni elimu, na tuhakikishe pia hao tunawapatia ile elimu ambayo inastahili, sababu ndio nguzo. Nashukuru sana wale ambao walishiriki, akiwemo Father Crispinus Marofu na wengine wote wanajumuia kwaya. Asanteni sana, na bila kusahau hata nyinyi ambao mmeweza kufanikisha kazi hii tangu mwanzo. Mungu awabariki na mkienda mwende salama. Asanteni sana. I'm Brenda Mugoma, the grandchild of Mary Mugoma. She was my grandma, but she was a mother. When we were together, she was funny. She made sure I was okay. She paid my fees. She came to school to visit me. It's a loss to me. I've lost a mom. I don't know. My grandmother was the strongest woman I have ever met. And she's the pillar on which I based my life on. She always told me, if you want to be poor, sleep. If you want to be poor, disrespect the elders. If you want to be poor, don't go to school. And she emphasized on education. And she told me I must promise her that I must do my best in everything I do, in education, in everything I do, and put God first. She was a woman of steel, because taking care of 11 kids on your own, it's not a job. So she uplifted we women, and she's the greatest woman I've ever met. I will emphasize on that. So after I lost her, I can't still believe that I've lost my grandma. It's like a joke, just like that. And December we were with her. She was telling me jokes, telling me about how she would miss me when I go back to school, but she was very proud of me. She said I had done my best. Grandma, I can't believe she's gone. So life after her, it's nobody to call you. She's not calling me. She won't be cooking for me anymore. I can't take that. To imagine that we won't be sleeping in the same bed again. To imagine that nobody will be waking me up with noise. Brenda, unalala, unataka kukua mwanamke sampuli gani? To imagine that my campaign manager is gone just like that. She made sure I was okay. I was her last born. And when she introduced me to people, she said, this is my last born. I was her last born, and I've lost her just like that. Grandma, you are the greatest woman I will ever meet. And I thank you for all the values, for all the hard work you taught me, and all the lessons you have impacted on me. I thank you for being a pillar to this family. I thank you for never giving up on this family. I thank you for all that. Naitwa Irene Mugoma. Mimi ni mtoto wa nne kwa mama yangu. Mimi ni mtoto wa nne, na mama yangu mimi ndio nilikuwa karibu sana na yeye, na tulipendana na mama yangu, na
kila siku, kila mara nikirudi ni hapa, nilikuwa nakuja kuchukua nafasi mingi zaidi nikikaa na yeye, na mimi nashukuru Mungu sana kwa hiyo mapenzi yenye mama yangu alinilea nayo. Ni mimi ndio wanasema aje, ni mimi nililelewa na mapenzi sana, na akakuwa msaidizi wangu nikiwa mtoto na nikiwa mama pia. Mimi ni mama wa vijana wawili, Israel na Jordan, na akanipenda, akakuwa msaidizi wangu zaidi. Alikuwa msaidizi wangu kwa kila kitu, na naambia Mungu asante sana kwa hiyo maisha yenye mama yangu alinilea nayo. Alinilea na maisha ya mapenzi, na ninashukuru Mungu. Na maisha baada ya kifo chake, Mungu, ni maisha hiyo ni magumu sana, ni magumu yenye kila mara ni mawazo juu ya mapenzi ya mama, sio mapenzi ya kusahaulika rahisi. Na Mungu, ninaomba uweze kunipatia nguvu, nipatie nguvu, ndio mimi kila siku ninamkumbuka mama yangu. Yeye ndiye alikuwa kila kitu, rafiki sitaikuwa na yeye ni mama, na sijui kama kuna mwingine atakuwa kwa kuchukua ile upendo, sidhani kama kutakuwa. Na ninasema ni asante Mungu, ni nguvu tu, na ninajua nitendea mema na uweze kumsamehe makosa yake. Juu alikuwa binadamu, tunapitia mengi ya maisha, lakini unatusamehe. Ninasema ni asante sana kwa hiyo maisha ulimpa na hiyo nguvu ulimpa kama mama, na ninaomba asitusahau, aweze kuwa hapo, aweze kutulinda, aweze kutufunika. Na ninasema ni asante sana na Mungu, na pia mimi niweze kumsamehe dhambi zangu, na ninasema hiyo yote tunamwachia Mwenyezi Mungu. Asante. My name is Justice Mugoma. Sisi kama watoto wa Mary tumepigwa na pigo kubwa sana. Saa hii ndio tunajua tumepoteza mama. Je, tukikuja hakuna mtu wa kuita mama tena. Mama ndio alikuwa my big friend, na nitakuwa na wakati mgumu kukubali, kwa sababu ningekuja aniambia anataka kuniona kidogo na ni brief yenye kumekaa, na aniambie hii ni mbaya, hii ni mzuri, usifanye hivi na hivi. Sasa saa hii hatuna mtu wa kutusaidia kwa hiyo maneno. Ningesema kwamba Mungu amemchukua, na tunaomba atupatie nguvu, kwa sababu sasa mimi ndio kiongozi wa familia, na naomba nishike familia ya Julius vizuri. Familia hii ni kubwa na ni lazima nishikilie, kwa sababu hatuwezi toroka kwa majukumu. Hii ni jukumu lazima tuzingatie vizuri. Kwa majina naitwa Gladys Ouma Mnyekenye. Mimi ni rafiki wake wa kudumu. Tulijuana na Mary kama business women, na alikuwa rafiki wangu wa karibu sana. Tumekuwa tunasaidiana kwa shida na raha, na alikuwa ananifundisha biashara, na hiyo biashara imenifanya nikuisha watoto yangu
vile nilibaki mjane vile alikuwa. Na wakati tulijuana kama angali bwanangu baada yako, tukaanzisha urafiki wa familia, tukaendelea sana. Bwana akawaga, tukabaki na Mary tumeende sana na yeye mpaka wakati alikufa, na kifo chake nilistuka sana. Kwa hivyo namuombea ila advice alikuwa nayo hapa duniani, akiendeleza wenzake. Nina ukweli ya kwamba vile alikuwa anafanya kazi nzuri hapa duniani, na muombea hata mbinguni aendelee kufanya hiyo kazi. Na muombea mazuri, alale palipema peponi. Hiyo ni njia kila mtu tutampata huko. Asante. Majina naitwa Mugoma Berita. Mimi ndio mtoto wa Mary Wanjiku namba 2. Mama kwa maisha yangu amekuwa mtu msaada kwangu. Amenilea kwa njia nzuri, amenipeleka shule, amenilea nikakua kwa njia ambayo imenisaidia hata kwa maisha yangu ya kila siku. Biashara mingi tumefanya na mama mzazi. Hata kwa ndoa yangu amekuwa msaada mkubwa sana kwa ndoa yangu. Mama amekuwa mtu wa kunisaidia hapa na pale. Hata tukiwa na shida ndogo, mama alikuwa mtu wa kutusaidia. Kwa mawaidha ya ndoa amekuwa mtu wa kutusaidia. Hata tungekuwa na shida mbalimbali katika ndoa zetu angetushauri. Alikuwa mshauri mwema. Mama amekuwa mtu wa kushauri hata wenzake, wake wenzake. Amewashauri na kuwalea katika kibiashara na kulea watoto wao. Alikuwa mwanamke shujaa, mwanamke ambaye angesimama na wenzake na kuwakuza kwa njia ya elimu ya kulea familia. Mama, umekuwa shujaa kwa kila mmoja, kwa the whole society walikuwa wanakutegemea. Maana kama si wewe, sijui leo hii tungekuwa wapi. Umekuwa mtu wa busara kwa kila mmoja. Pengo lako umetuacha pakubwa, maana hatujui tuanzie wapi. Bali tunajua ile legacy ambayo umewacha itatulea na itatukuza. Pia sisi tufuate huo mwito na tulee jamii yetu. Mama, utabaki kwa maisha yetu na Mungu azidi kuilaza mahali pema hadi tukakutane wakati mwingine.
tuombe. Bwana, tunakuomba umfungulie mtumishi wako Maria Wanjiko Mugoma vifungo vyote vya dhambi. Yeye alipokuwa hapa duniani alijaliwa kufanana na Kristo. Umjalie atakapofufuka akapate raha ya utukufu pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe kwa umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 21 hadi 28. Uwaambie, Bwana Mungu asema hivi: tazameni, naondoa wana wa Israeli toka mataifa waliokwenda, na nitawakusanya toka pande zote na kuwarudisha katika nchi yao. Nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi yangu na juu ya milima ya Israeli. Mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote. Hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika tena katika falme mbili. Hawatajichafua tena kwa sanamu yao na kwa machukizo yao na dhambi zao zote. Nitawaokoa katika uasi waliofanya, nitawatakasa, nao watakuwa taifa langu, nami nitakuwa Mungu wao. Daudi mtumishi wangu atawatawala, watakuwa wote na mchungaji mmoja tu. Watatii amri zangu, watazifuata na kuzishika sheria zangu. Watakaa katika nchi niliyompa mtumishi wangu Yakobo, ile nchi walimokaa baba zao. Watakaa humo wenyewe na watoto wao na wana wa wana wao milele, naye mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme wao milele. Nitafunga agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele, nami nitawazidisha na kuweka patakatifu pangu kati yao milele. Makao yangu yatakuwa pamoja nao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa taifa langu. Nao mataifa watajua ya kuwa ndimi Bwana, ninayetakasa Israeli na kuwaweka patakatifu pangu kati yao milele. Neno la Bwana. Kizana. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Akasikia sauti yangu. Akasikia sauti yangu.
Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akasikia sauti yangu. Wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu, na Mwokozi wangu, Mungu wangu, Bwana Mungu nitamkimbilia. Ngao yangu na bibi ya wokovu wangu, na ngome yangu, nitamwona atalia kusifiwa, hiyo nitaokoa na adui zangu. Akaisikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akaisikia sauti yangu. Kama mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akaisikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akaisikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, na kumlalamikia Mungu wangu, akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akaisikia sauti yangu. Katika shida yangu nalimuita Bwana, akaisikia sauti yangu. Ndiwe neno la uzima, sifa kwako, Ee Kristo Bwana. Wewe ndiwe neno la uzima. Mfano huo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akajibu, mtumishi gani wa nyumba basi ni mwaminifu tena mwenye busara, hata Bwana amweke juu ya watumishi wake wote, awape posho wakati wake? Mwenye heri mtumishi ambaye bwana wake anapokuja anamkuta katika kazi hiyo. Amin, nawaambieni, atamweka juu ya mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja,
akaanza kuwapiga watumishi na wajakazi, akila na kunywa na kulewa. Bwana wa mtumishi huyo atakuja siku asipomtazamia na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumpa fungu lake pamoja na watu wasio waaminifu. Tena mtumishi ajuaye atakayo bwana wake, lakini hayashughulikii wala hayatimizi atakayo yeye, atapigwa mapigo mengi. Lakini afanyaye yastahilio adhabu bila kuelewa, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi atadaiwa vingi, na aliyekabidhiwa vingi zaidi atadaiwa zaidi. Injili ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Kwa haya maneno ya Injili, dhambi zetu ziondolewe. nanyi muwe tayari, kwa kuwa Mwana wa Mtu atakuja saa msiyoidhania. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Daima na milele. Daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Maneno hayo ni ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa wafuasi wake wote, sisi tukiwa ndani mwao. Na Petro alidhania kwamba anawaambia tu wao peke yao, lakini Kristo baada ya kuulizwa na Petro kwamba mfano huu umetuambia sisi tu au watu wote, Kristo anawapa mfano ili wenyewe wajijazie kwamba ni mtumishi. Ni nani mtumishi wa nyumba mwaminifu? Mtumishi ambaye ni mwaminifu, atakayewekwa juu ya nyumba ya bwana wake, aisimamie nyumba na kuwapa watumishi wenzake chakula wakati ufaao. Anasema heri mtumishi yule ili ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta anafanya vivyo hivyo. Yaani amewapa watumishi wake wajoli wenzake, amewapa chakula na vinywaji wakati ufaao, bila kupoteza muda, bila kuwadhulumu, kwamba akikuja mpaka anafanya hivyo, heri mtumishi yule, yaani anafanya kazi hiyo. Mwenye heri mtumishi ambaye bwana wake anapokuja na mkuta katika kazi hiyo ambayo aliachiwa. Sisi wote tulijulishwa wakati wa msiba wa mama huyu Maria ya kwamba miaka ya 90 mwanzo ndipo mpendo wake alimwacha, na alimwachia majukumu ya familia, na mama alisimama imara kulingana na ushuhuda wa watoto wake, kujikaza kama mjane na kuwalea watoto wake wote, na wakatoa ushuhuda ya kwamba wamefanikiwa katika maisha yao, kwa sababu mama yao alifanya kila awezalo kuhakikisha kwamba wanakuwa na kitu cha kula, wanakuwa na nguo ya kuvaa, wanakuwa na mahali pa kulala. Huo ndio ushuhuda ambao watoto wake walitoa. Na hata unapoona heshima wanayomtolea mama yao, inadhihirisha upendo waliokuwa nao kwa mama yao. Mnakumbuka wakati wa matanga? Vile walileta mama kwa shangwe, vifijo na nderemo,
yaani heshima waliomtunukia ilionyesha kwamba mama, yale ambayo tulifanyia, hata tukifanya hii haikutoshi. Na hata leo tunaona kwa makumbusho ile tunakaa asifu tu kwa State House. Yeah. Bado wanaonyesha upendo, si ndio? Kwa hivyo mzazi ana majukumu ya kuwalea watoto wake vizuri. Ukilea watoto wako vizuri, siku zako pia zikifika jioni, the evening of your days will be happy days. Kwa sababu wale watoto ambao walisimama nao na wakafahamu jinsi ulivyong'ang'ana pambana na hali ngumu na kuweka mahali, wao pia watajitoa mahanga. Watajinyima kila kitu kuhakikisha kwamba wazazi wetu wanazeeka kwa neema. Wanasema aging gracefully. Hivyo asante sana watoto wa Maria kwa upendo wenu kwa mama, for reciprocating her love for you. Kwa mahali alipo hata anafurahi kwamba Yesu ambaye alikufa na akafufuka na akapaa mbinguni siku ya leo ya 40, vivyo hivyo aweze kupaa pamoja naye. Kwa maana sisi tunafuata njia ya Kristo. Aliyekufa na sisi pia tutakufa, akafufuka na sisi pia tutafufuka. Na alikuwa maonyesho hiyo njia wakati wa ubatizo. Alipobatizwa mbingu zikapasuka, ndio njia ikaonekana. Ilikuwa imefungwa kwa sababu ya dhambi. Na Yesu akaenda huko. Penye sauti ilitoka ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Hivyo tunapokuwa marafiki wa Yesu na tunafanya mapenzi yake, bila shaka tutafuata hiyo njia. Unless if you choose otherwise. Na kuna hiyo option ya kuchagua kinyume. Kuna hiyo option. Kwa maana Mungu halazimishi mtu kuokolewa. Mmoja ambaye alipewa hiyo nafasi achague nafasi moja ya kwenda mbinguni na nyingine aiache, alikuwa yule Iskariote. Yesu alijua amemsaliti ndio. Na hata hakumzuia kumbusu. Alikuja tena akambusu akamruhusu. Hata kabla ya kumbusu alikuwa amempatia chakula. Najua mmoja wao amesaliti lakini nakula na yeye kwa sahani moja. Lakini yule akachukua option nyingine. Mmoja wao anachukua option nyingine. Sisi wote tunataka kuchukua option ambayo tunabaki na Kristo ili tuweze kuona uzima wa milele. Mama ndiye mtumishi yule mwaminifu. Miongoni mwa Wamarachi, miongoni mwa Waluya, akiwa Mkikuyu, alibaki kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwa watoto. Kwa sababu alifahamu ya kwamba Mgoma amemwachia majukumu na aliyapokea kwa upendo na akayafanya jinsi alivyofanya. Kila mmoja wetu ana mzazi. Na wale ambao wamepoteza wazazi wao, mimi nikiwa mmoja wao. Baba pia aliondoka mwaka wa 2013, lakini alikuwa amenisaidia, nimesoma, nimemaliza, nimekuwa padri. Niko na mama bado. Hakikisha kwamba mzazi wako pia yako vizuri. Kwa uwezo ulio nao. Ili asije akasikitika na kujiuliza maswali mengi. Useme ningekuwa na ndege ningepeleka mama Europe. Haitaki kwenda huko. Ule uzuri ambao namuonyesha tu unatosha kumpatia furaha mzazi wako. Tusione wazazi wetu kama mizigo. Wakati mwingine nafika mahali watoto wanaona wazazi wao kama mizigo. Na hata wanaombea kwa Mungu, Mungu usichukue huyu mzazi. Ametujosha. Kuna watu wengine huwa wanaombea watoto wao hivyo. Tusiwaone wazazi kama mizigo. Wazazi ni Mungu wa pili kulingana na katekisimu ambayo tulifundishwa. Hivyo tunahitaji kuwaheshimu, kuwapenda na kuwasaidia katika uzee wao. Hata ukifika mahali kulingana na kitabu cha Yoshua bin Sira, wapungukiwe fahamu. Tusiwaone kwamba wanatuaibisha. Kwa maana kuna watu wengine ambao huwa wanaona wazazi wao kama ni aibu. Hata wakiwa na wageni hawawezi hata kuwaintroduce. Kwa sababu ni aibu. Kama ni mtoto wa aina hiyo, sijui tukuita nani. Kwa hivyo tunawashukuru watoto wa mama kwa maana walimsikiliza. Kulikuwa na uwezekano kusema kwamba wewe ni mama tu na tunatuambia nini. Wampuuze na wachukue njia zao tofauti. Hawangefanikiwa. Lakini walikubali kumsikiliza mama. Na wakubali kukaa na yeye katika hali hiyo.
na mama atawasaidia wakafika mahali walipo. Kwa hivyo tuwasikilize wazazi wetu, wanaweza kutuelekeza. Wanaweza kuwa hawajasoma sana kama sisi, lakini busara walio nayo wamezaliwa nayo, inaitwa natural wisdom, na experience walio nayo katika maisha, wanaweza kuona mbali. Ndio maana kuna msemo ambao unasema mahali ambapo mzee anaweza kuona kama amekaa, kijana akisimama kwa kiti hawezi kuona. Huyu dada yetu Mary wa Mjiko Mgoma, kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima, tunakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu dada yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo. Viongozi wote kuanzia kwa Mheshimiwa Rais na wenzake tunawakabidhi mikononi. Tunaomba wajalie amani, upendo na ufanisi, kwamba yote wanayotenda watende kwa ajili ya mapenzi yako. Bwana tunakuomba utusikie. Ni asante Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya neno ambalo tumesikia kutoka kwa maandiko matakatifu. Tazama Baba mwema, limetuhimiza ya kwamba tuwe tayari, kwa sababu hatujui saa ya mwana wa mtu atakapokuja. Tunakuomba pia tuweze kulizingatia hilo neno lako, pia kupitia kwa mahubiri ya mtumishi wako ambaye ametuhimiza. Twakuomba ukatushushie hekima itokayo kwako, tuweze kutafakari hilo neno likaweze kukaa ndani ya mioyo yetu, nasi tuweze kujijenga kiimani. Bwana twakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, nasema ni asante kwa ajili ya kutujalia asubuhi ya leo. Baba, nakuja na familia ya marehemu Julius na Mary. Mungu wetu, nataka kushukuru kwa ajili ya kutushikilia na kushukuru kwa ajili ya familia ambayo ilibaki. Baba, nakuomba uweze kujalia neema itokayo kwako, kwa vile peke yao hataweza bila wewe. Neema itokayo kwako na hekima ndio inataweza kuwaongoza. Baba, utujalie uzima na uweze kutuepusha na magonjwa ambayo inazunguka katika familia hii. Mungu Baba, nakuomba utusikie. Na tuunje mnyororo wa ufisadi. Baba yetu uliye mbinguni, umekuwa ukijali viumbe vyako vyote ili tuishi kulingana na mapenzi yako. Umeibariki nchi yetu kwa watu wenye vipawa vingi na kutupatia mali asili za kutumiwa kwa sifa na utukufu wako na kwa manufaa ya kila Mkenya. Tunahuzunishwa sana na utumiaji mbaya wa hizi zawadi na baraka zako kwetu kupitia kwa tendo la ufisadi ambalo limesababishia watu kuwafurusha makwao, waacha wengi bila elimu na kinga yoyote maishani. Baba, ni wewe pekee uwezaye kutuponya kutokana na ugonjwa huu ambao hatima yake ni mauti. Tunakusihi uguze maisha yetu na viongozi wetu ili tutambue uovu wa ufisadi na kujitahidi kikamilifu kuliangamiza jinamizi hili baya. Kwa raia yeyote ambaye amejipatia chochote kifisadi, Bwana, mpe nguvu na ujasiri wa kukuridhisha na kukurejelea. Tunakuomba utupe raia wanaomcha Mungu na viongozi wanaotujali na ambao watatuongoza katika njia ya imani, haki, ufanisi, maendeleo na la muhimu zaidi, upendo. Tunaomba hayo kupitia kwa Kristo Bwana wetu. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunakuomba utusikie. Imani yake Bwana, Muumba yote mbali ya Mungu, yote ya Mungu, mbali ya
Siwezi saidia. Mtakatifu na chemchemi wa watakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotaka kuyalea ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafanyakazi akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafanyakazi akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa mwanao na kutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, tunakushukuru kwa kuwa umelijalia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu msimamizi Joseph Obanyi na watumishi wako wote. Mkumbuke mtumishi wako Mary Wanjiko Mugoma uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, mjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote akiwemo Julius Mkoma, wakomboe kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tusitahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Yosefu mwenye heri, mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Limina Maria, msimamizi na mwombezi wa jumuiya hii, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake
pamoja naye na ndani yake. Wewe Mungu Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani kama wana wa Mungu ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie wema, amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachie na amani na wapenda amani yangu, usitazame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako. Lijalie amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, naye ishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Takiane amani. Huyu ndiye Yesu Kristo, mwana kondoo Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo ili ndio tupate uzima wa milele. Amina. Wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tuombe. Bwana, tunakuomba sadaka ya kanisa lako imfae mtumishi wako Mary Wanjiko Mugoma, kwa vile alipata sakramenti ya rehema ya Kristo, akapata pia ushirika naye pamoja na watakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
jumuiya, naona mwenyekiti Tunis wa Parish, marafiki, Kristo wote kwa jumla, mjambo. Mjambo tena. Kwanza kabisa nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, tupa afya nzuri, kutulinda pia. Kabla niendelee, ningependa tu wanakwaya na ule wimbo tunamjadala Mungu. Jinsi wimbo umetuambia na kwamba Mungu hatatuacha kama mayatima. Padre alisema hawa sasa ni total orphan. Isikia kuna msaada wowote mayatima wakumbuke. Jambo la pili, Padre pia ameguzia ni kwamba tunamshukuru Mungu. Mungu alitenda makuu na akatupatia Mama Mary, mama ambaye alikuwa anafanya kazi kwa nguvu, na kile kitu ambacho alikuwa anapenda ilikuwa ni bidii. Labda utaniruhusu kuguzia tu kupitia kwa padri ni ya kwamba wakati tulikuwa tunakuwa ilikuwa ni milima, si kuona mabonde. Ndio mabonde
unateremka bila wasiwasi wowote. Mlima ni lazima ukazane ndio upande. Kwa hiyo ilikuwa ni milima. Kile kitu mama alipenda ilikuwa ni bidii, na mnapoona hawa wote hapa, kwa mfano mahali sasa boma ipo ilikuwa ni shamba. Ungeenda hapo shambani kupalilia, basi hiyo ilikuwa ni siku moja. Ungefanya kazi hiyo kwa siku moja. Hiyo ndio bidii ambayo aliweka kwetu. Na ungepata kwamba tunaenda shambani na tuchukue huko siku 2, 3, 4, ikifika siku ya mwisho naanza kubembeleza nyama. Nasema leo jinsi tunamaliza hii shamba, si nunueko nyama. Na angefanya hivyo bila kuchelewa. Nataka kushukuru pia marafiki ambao walikuwa wanashirikiana nao. Labda kama naweza tambua mmoja ni wengi, lakini kwa niaba ya wengine, nafikiri Gladys Mnyekenyaka hapa. Simama tu ungie waumini, asante sana. Huyo mama akatupeleka shambani, lakini hadithi yake ilikuwa inatufanya tunaendelea tu kulima. Natoa hadithi, tunaendelea kulima. Nimefika mahali na nasema nyinyi bado mko na nguvu, endeleeni. Na anaendelea na hadithi. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ilikuwa mmoja wapo wa maisha ambayo tulipitia. Kile ambacho hakupenda ni kuona kwamba wanawake hawa, yaani watoto wake, nikisema wanawake unaweza kufikiria na maanisha wa kike, lakini wana wake, watoto wake, ni kwenda kwamba wanafanyia mtu kazi alafu alipo. Ingekuwa ni heri usaidie huyo mtu kufanya kazi hiyo bure. Nakumbuka wakati huo ndio alikuwa na wameleta hii miwa ya Bugas ya Mumias hapa, na kazi zilikuwa mingi za kupanda miwa. Ndugu yangu labda angesema vizuri, David simama wakuoni. Asante Betty. Huyu jamaa alikuwa na akaenda kusaidia mtu kupanda. Aliponea chukuchuku. Aliulizwa ni nini umekosa? Na kila ambacho umeitisha ukakosa. Kwa hivyo hakupenda hivyo. Ilikuwa kama unasaidia, nenda zako. Lakini si ya kwamba nalipwa. Tunamshukuru kwa hilo. Alikuwa mtu wa sheria. Nyuma ya hii nyumba ndio tulikuwa na ile isimba yetu. Na alikuwa anasimama kama mita 3 hivi. Na katoa sauti moja. Wale mnalala. Kwa hivyo utakuwa unatupa tu blanketi huko. Ndio umetupa wapi? Sababu hangetaka ya kwamba imefika kitu saa 11 na wewe bado unaorota pale kama na koroma pale kitandani, basi utatoka mbio. Tulikuwa pia na isimba ingine hapa juu. Ungehepa huko uje hapa, bado haitafika saa 1 ama saa 12. Ungesikia tena hapo huko. Unashindwa mfugaji ama mjuaji yuko huko. Kwa hivyo alipenda tuwe na bidii hiyo. Jambo ambalo naweza kuhimiza ndugu zangu ni kwamba ile amani, ule umoja na ule upendo ambao tulikuwa nao, tuko nao, uzidi kuwa. Naweza sema hivi,
ya kwamba ndiposa tupate jambo, mara nyingi huwa tunawasiliana na tunajadiliana na inafanyika jinsi ambavyo inastahili kufanyika. Nyinyi mlioko hapa kama Wakristo, basi pia naweza kuwahimiza, labda kama kuna jambo ambalo umeona labda si vyema, ni vizuri uje inatueleza kwamba jambo hili linastahili kuwa hivi, labda jinsi mama alikuwa anasema. Sababu yeye labda angekuwa mtu wa kwanza kushirikiana naye na kutupatia mwelekeo. Lakini iwapo wewe utakuja, niwaambie John, waambie David, mwambie Justus, yeyote ile labda mashemeji wangu hawa, kwamba hilo kijana jinsi ambavyo ninamwona, kila ambacho inamaanisha ni nini, ya kwamba unaleta fitini, basi wewe nitakusawazisha kama shetani, si ndivyo? Sababu unakuja kugawanya, na hiyo hatutakubali. Mama ametuacha kama tumeshikamana. Tunaweza kufikiria tumekuwa pamoja na gundi, basi itakuwa ni vigumu kwa. Vile vile pia sisi tuko na familia. Wengine wetu wameoa, wengine wetu ndio wanatafuta padri waombe wapate kupata wake wema. Nataka kusema kwamba sisi sote, si kama, lakini sisi sote naomba pia maombi yenu padri ikiwa ndani, ya kwamba tuweze kusonga mbele ya hatari, kumaanisha ya kwamba tuweze kufunga ndoa. Padri ni kama bado tunajiibaiba. Kwa hivyo kwa mashemeji wangu pia, huwa mnaona huo ushirikiano, na nyinyi pia mnastahili kuingilia katikati hapo. Lakini ningependa kusema hivi, si ya kwamba nina wivu kwa nini nimemsimamisha huyu, lakini nataka kusema hivi, ya kwamba mara nyingi yeye ndio yuko hapa sasa nyumbani. Ningependa kumweleza ya kwamba Mary amekuwa na wageni wengi. Karibisha hawa wageni jinsi mama Mary alikuwa anafanya. Wake wenza wapo, mashemeji wako. Kwa hivyo uwe tayari kuwakaribisha wakati wowote ule. Paketi. Najua wengine wanajiuliza, na huyo ni nani? Huyo ni Evelyn wangu Sayo. Huyo ndio bibi ya mwalimu. Wale ambao wanajua mwalimu. Kuna wengine hapa mtainua tu mkono. Sijua kina kitu wanaenda simameni kama. Asanteni. Kuna marafiki wa familia hapa. Naweza inua tu guidance bora. Asante sana. Hii familia imekuwa kubwa. Nera ka chunga. Nera. Mama Maere neno ka. Karibuni sana. Tulikuwa na William pia rafiki wa familia, amekadia wapi? Bwana wale tuchukua muziki sehemu fulani hapa. Ndeko hapa. Yes. Karibu sana. Watoto wa mama hapa nimewadilisha mara nyingi sana, mnaweza tu simama hapo kuunga mkono. Tafadhali. Ndio hao. Wajukuu pia wapo. Simameni. Brother baya wewe ni mfupi, watu walikuwa wanatamani kukuona sana.
Kuja tu sasa hai, alafu uketi. Watu walikuwa wanamsumbua sana. Brenda. Unasema Brenda yupi mweupe? Brenda yupi mweupe? Huyo ndio mjukumu kubwa. Kwa hivyo nitarudia tena ya kwamba wazazi wetu Julius, Mary na Rosa wangali hai na wapo, na boma li wazi wakati wowote ule unaingia na unatusalamia. Nikimalizia, kuna mtu mkubwa nilikuwa nasahau. Unajua mahali ambapo kongamano lipo, liwe la kanisa la siasa, usipotambua wanasiasa wanakuchukia zaidi. Kuna mheshimiwa Ugorimu kwa makuja sema tu jana. Asante Peter. Mimi tunasema ni kuwashukuru tu. Tangu mama atuache umetuonyesha mapenzi. Mpaka inafika wakati mwingine tunasahau kwa sababu ya mapenzi yenu. Na tunasema sisi hatuwezi. Ni maombi yenu, ushirikiano wenu ndio itafanya sisi tuendelee kusonga mbele. Peter alivyosema mwanasiasa kweli, nilikuwa uwanjani last time, ulisimama na mimi, na najua hiyo yote nilifanya kwa sababu ya ushirikiano wetu na ushirikiano wa mama. Kitu nilikuja kugundua, hata sidhani zile kura nilipata kwa sababu yangu, hizo kura nilipata kwa sababu ya mama. Na huyu mama angesimama, I think hata kura ingekuwa Kigandole, angepita kura ipigwe. Na hiyo mapenzi mlikuwa na huyo mama, muendelee kurudisha kwa hii familia. Na sisi mnapotuombea, sisi pia tutawaombea. Na tufanye kazi pamoja na tuendelee kushirikiana. Asante sana. Asante sana. Najua mwanasiasa hata kama hajasema atasimama tena, labda atasema. Najua pia mimi ni mzuri, kama unaona uweze pigia yeye kwa niaba yangu. Kuna co-wives, mnaweza inua tu kina mama Josephine. Naona hapa mama Pamela, msimame tu. Asanteni sana. Ni familia moja hiyo. Najua brothers-in-law ni wengi hapa, lakini ningeomba labda mzee Peter, kama unaweza salamia waumini. Kaa tu hapa, nitakuletea kipaza sauti. Nikimalizia, nataka kushukuru wanakwaya. Mmekuwa karibu sana na hii familia muda huo wote. Wito ukiitwa mnaitikia. Mungu wazidi kuwabariki, wapa neema, na sio zile ndogo lakini zile kubwa kubwa. Vile vile wanakijiji pia nawashukuru zaidi wa mno. Nataka kushukuru padri. Nafikiri pia amekuwa mshauri wa familia, na padri labda niwaomba, sababu mama anaenda, pia wewe sasa usiende kwa kushauri, bado tupo. Hawa ni ndugu zangu, najua wengi wao wanashirikiana, na wengi pia walikuwa wanatamani wawe na wewe gumzo kidogo, labda baadaye itakuwa ni hivyo, na tutashukuru sana.
Mwisho kabisa nataka kushukuru jumuiya ndogo ya St. Wilhelmina ambayo mama alikuwa anashiriki na pia sisi tunashiriki, na kadri tulikuwa na zawadi ndogo kwao, nilikuwa naomba kama unaweza kubariki alafu baada ya padri kubariki nitamwekea ule wimbo wangu mnaojua, na mcheze ni kama hamtaicheza tena, sababu nafikiri hii yote tunafanya sababu ya nani? Na Mama Mary, si ndivyo? Sababu saa hii hatuombolezi, sawa sawa, asanteni sana. Asante. Simama kwa baraka. Nimejulishwa hizi t-shirts za jumuiya. Kwa hivyo watakapokuwa mnavaa ndio muombee familia. Ndio. Naomba tena maneno mema kwa ajili ya marehemu. Hayo matendo ya huruma inawajalia marehemu nafasi ya kusamehewa na kuingia mbinguni. Kwa hivyo tunawashukuru wanafamilia kukumbuka jumuiya yenu Mtakatifu Wilhelmina na kununulia t-shirt hizi. Msaada kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, unavitakasa vitu vyote kwa neno lako. Tunakuomba ubariki mavazi haya ambayo wanafamilia wametoa kwa heshima ya mama yao Mary Wanjiku Mugoma na kwa tunuku na jumuiya ili waweze kuvaa. Kila wanapovaa nguo hizi uweze kumjalia huruma na msamaha wa dhambi mama Mary Wanjiku, apumzike mahali pema mbinguni, na pia kwa ukarimu wa wale ambao walijinyima na wakatoa t-shirts hizi uweze kuwazidishia neema tele, waongezee maisha mema yenye baraka na neema, afya ya kimwili na kiroho, na kuepusha na maovu ya kila aina. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo safi wa Bikira Maria, Mtakatifu Maria somo wa marehemu, Mtakatifu Wilhelmina, Mtakatifu wote wa Mungu, nitawabariki ili tuweze kufanya ile ibada ya kubariki kaburi, maana wengi watawanyika kwa siku mbalimbali. Nzuri na bariki baraka kabisa ili tuondoke pamoja. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Mwenyezi Mungu apende kuwabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani, Misa takatifu ya kukumbusha kuishi. Lord, I'm ready for the power. Msaada kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuombe. Mungu, roho za waumini wako za kupumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika yako mtakatifu alilinde. Umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Mary Wanjiku Mugoma anayelala katika kaburi hili, apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza kata kumfufua. Mjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. For you are reliable, dependable, unchangeable, unfailing, faithful, beautiful, that is who you are. Yeah. Reliable, dependable, unchangeable, unfailing, faithful, beautiful, that is who you are. Worship at your feet. Lord, I'm ready for the fire. Chains breaking fire. Let the fire fall. Let your fire fall. As we worship at your feet. Lord, I'm ready for the power. Wonder working power. Let it fall. Let your power flow. As we worship at your feet. Lord, I'm ready for the fire. Destiny changing fire. Let your fire fall. Let your fire fall. As we worship at your feet. You are reliable, dependable, changeable, failing, faithful, beautiful, that is who you are. You are reliable, dependable, changeable, failing, faithful,
Umeniacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kolea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana,